Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasor, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitaletwa kwako na Miriam Laponi, wakati habari za kimataifa zitaletwa na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia aweka shada la maua makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia nchini Urusi. Katika biashara, Stanbic Bank yapokea zaidi ya shilingi bilioni 70 kuwezesha biashara ndogo na zile za kati. Na katika habari za kimataifa, Marekani na Irani zashambuliana kwa makombora na droni, mazungumzo ya kwama. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweka shada la maua katika eneo la makumbusho ya mashujaa wa vita vya pili vya dunia maarufu kama kaburi la askari nchini Urusi. Taarifa hii inasomwa na Goodluck Msola. Hatua hiyo ni sehemu ya heshima kwa mashujaa waliofariki wakati wa vita hivyo, ambapo viongozi mbalimbali duniani hutembelea eneo hilo kuenzi mchango wao katika historia ya vita vya dunia. Rais Daktari Samia ameweka shada hilo la maua akiwa katika ziara ya kikazi nchini Urusi, ambayo imelenga kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi pamoja na kijamii baina ya Tanzania na Urusi. Katika hatua nyingine, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Urusi Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin iliyopo jijini Moscow nchini Urusi. Katika mazungumzo yao baina ya Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Urusi Vladimir Putin, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amemweleza Rais Putin kuwa lengo la ziara hiyo ni kutaka kufungua fursa za ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili, hususan katika maendeleo, kwa kiainisha kuwa Urusi imekuwa mshirika mwema kwa taifa la Tanzania katika maeneo mbalimbali tangu kipindi cha uongozi wa rais wa kwanza wa Tanzania hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. You said it right. My visit is a very special historic has a very special significance to me personally and to the country. It has been more than a century since the last state visit to Russia, and that was in 1969 by Mwalimu Nyerere, our founding father of the nation. So to me it's a very, very historic trip coming to Russia to discuss some issues of our bilateral cooperation, but also sustainable development for our people. Aidha, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amebainisha kuwa ziara hiyo ni ya kihistoria kufanyika tangu ile ya kwanza ambayo ilifanywa miaka 100 iliyopita, ambapo ilifanywa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alitembelea ikulu ya Urusi, huku akiainisha kuwa katika ziara hii ya sasa imelenga katika kuangazia fursa za maendeleo kwa kusaini hati za makubaliano ili kuwezesha maendeleo endelevu kwa wananchi wa Tanzania. Awali akizungumza, rais wa Urusi Vladimir Putin amemkaribisha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika nchi ya Urusi, akimhakikishia kuwa ziara hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa diplomasia ya nchi ya Urusi katika kuimarisha ushirikiano na mataifa ya Afrika, ambapo amemwahidi kuwa nchi ya Urusi itaendelea kushirikiana na Tanzania katika masuala mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo kwenye sekta ya usafirishaji pamoja na sekta nyingine kama vile za nishati. Ziara hiyo pia inatarajiwa kujadili maeneo mbalimbali ya ushirikiano wa kimkakati baina ya mataifa hayo mawili pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na mwanazuoni mhamasishaji wa dhana ya utalii halali duniani Ismail Balok kutoka Dubai. Taarifa hii kutoka Zanzibar inasomwa na Rachel Chacha. Mazungumzo hayo yamefanyika Juni 3 Ikulu Zanzibar, mwanazuoni huyo alipofika kujitambulisha pamoja na ujumbe alioambatana nao katika taasisi ya Samia Foundation.
Rais Dr. Mwinyi amesifu kazi nzuri anayofanya mwanazuoni huyo ya kutangaza na kuhamasisha utalii halali katika mataifa mbalimbali ulimwenguni na kuahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaridhishwa pamoja na kuunga mkono juhudi zake za kukuza na kuendeleza utalii wenye kufuata misingi ya Kiislamu. Aidha, amesema Zanzibar itaendelea kujifunza zaidi kupitia uhamasishaji na mafunzo anayoyatoa kwa wadau wa sekta ya utalii na kumshauri kuendelea na jukumu hilo, kwani lina manufaa makubwa kwa nchi na wadau wa utalii kufahamu njia bora na sahihi za kutekeleza utalii halali, halal tourism. It's a good idea just in case the guest is a Muslim or who wants to learn about Quran. So it will be a good alternative to every hotel room that the owners will be willing to put a copy of this Quran. Well, thank you. On behalf of my government, I want to convey our appreciation for the support of the book itself, but also for your coming to give the awareness to the stakeholders in Zanzibar. We really appreciate that. Kwa upande wake mwanazuoni Ismail Bullock amesema dhamira yake kuu ni kuona dhana ya utalii halali inaeleweka na kutekelezwa katika mataifa mbalimbali duniani, na tayari imekuwa maarufu na inaendelea hususan katika nchi nyingi hivi sasa. Giving the Islamic cultural awareness to the non-Muslim tourists. As you're aware, like Zanzibar, Dubai is a very popular tourist location, destination. So we've implemented certain projects. Samia Foundation invited me here which I did yesterday in the Golden Tulip Hotel, to really give a brief on these projects. And one of the main projects that we've implemented in Dubai, which happened to be the first of its kind, is that we have it's fully translated, there's no Arabic, copies of the Quran which are placed in the hotels. Mwanazuoni huyo yupo Zanzibar na ameendelea kutoa mafunzo kwa wadau wa sekta ya utalii juu ya dhana ya utalii halali. Katika tukio lisilo la kawaida, mwanafunzi wa shule ya sekondari katika kijiji cha Imarabupina, wilaya ya Chato mkoani Geita, anadaiwa kutekwa na kufanyiwa ukatili wa kijinsia na mtu aliyekuwa akidai shilingi 300,000 kutoka kwa familia yake. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inaeleza zaidi. Imeelezwa kuwa mwanafunzi huyo alikuwa akirejea nyumbani kuchukua madaftari aliyoyasahau shuleni, ndipo alipokutana na mtuhumiwa huyo ambaye alidaiwa kumchukua kwa nguvu na kumpeleka katika eneo la pori la Burigi Chato. Akiwa huko, mtuhumiwa huyo anadaiwa kumfanyia ukatili wa kijinsia, huku akiwasiliana na mama yake mzazi wa binti huyo akidai apewe shilingi 300,000 ili atimzuru. Haya, ngoja nitoke huku shambani nikatafute, nitakupatia. Alipotoka pale ndo akasema, mama yako sasa amechelewa, ngoja nikuharibie maisha. Ndo akanibaka. Nilipokuwa nikigoma ili asinibake, akanichoma na sururu kwenye mkono. Aliponichoma na mimi nikatulia. Akanibaka kwa mara ya kwanza. Tena ndo baada ya muda akampigia mama simu. Akamwambia, mama, rusha hela, bila kurusha hela binti yako hutamuona tena. Mama akaomba apunguziwe gharama. Akaomba apunguziwe hadi 150,000. Yule mtekaji akakubali. Alipokubali akanifunga mikono. Mara ya kwanza aliponibaka amenifunga mikono. Akizungumzia tukio hilo, mama mzazi wa mwanafunzi huyo amesema alipokea simu kutoka kwa mtuhumiwa akiwa shambani akimtaka atoe kiasi hicho cha fedha ambacho hakuwa nacho. Kutokana na hali hiyo, alikwenda katika ofisi za mtendaji wa kijiji cha Inchwankima ambako alipata msaada kutoka kwa viongozi wa kijiji na hatua za haraka zikaanza kuchukuliwa. Mwisho saa 8 kamili kwamba hapigi tena simu. Kwa hiyo kilichopo, mumuite huyo wa M-Pesa atoe hiyo hera iende. We mama, hera hapo unayo? Nikasema mimi nikukimbia kwa watu kutafuta waweze kunikopesha hiyo hera ili kusudi nisalimishe usalama wa mtoto. Hapo sasa huyo baba wala hakuwa na wasiwasi, akakimbia tena M-Pesa kwake akatoa ile hera. Muda kidogo yule bwana akawa amenipigia, mama, tayari ile hera umetuma, mbona hujaweka 10,000 ya kutolea? Nikasema jamani, na hii nimesaidiwa, naomba na nyingine tena nifanye utaratibu. Hapo viongozi wakasemaje, mama, tumpigie zawadi nani tena huyu Filipo arudi tena amrushie hiyo hera. Wakampigia, ongeza kwa 10,000 zifike 160,000. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita Nicolaus Kasendamira
ametembelea familia ya mwanafunzi huyo na kutoa pole. Amesisitiza umuhimu wa wazazi, walezi na wananchi kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa ushahidi utakaosaidia kuhakikisha haki inatendeka mahakamani. Tayari mhalifu yuko polisi. Mamlaka zinajiandaa kumfikisha mahakamani. Itakapohitajika kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili afungwe huyo binadamu, msichenge na ngotole kufuatilia. Maana mna tabia wazazi, ukitaka kwenda kutoa ushahidi binti unamficha. Watolokile wajiri hicho ankima, wajiri hali acha binti akajieleze. Kwanza uwezo wa kujieleza binti anao. Mbie kupitia hili binti anahitajiwa counseling ya hali ya juu. Afisa elimu kata, mtembelee yule binti mara kwa mara. Umpe umpe ushauri na saha. Kufuatia tukio hilo, Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita kimekemea vikali kitendo hicho, kikirani kutekwa na kufanyiwa ukatili kwa mwanafunzi huyo katika eneo la hifadhi ya taifa ya Burigi Chato lililo karibu na kijiji hicho. Wakati huo jeshi la polisi limethibitisha kumkamata mtumiwa na linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kabla ya hatua za kisheria kuchukuliwa. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema serikali imeendelea kushughulikia changamoto zilizotokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati ili kuhakikisha pembejeo za kilimo hususan mbolea zinapatikana kwa gharama nafuu na kuwawezesha wakulima kuendelea kuzalisha kwa ufanisi. Taarifa hii imeandaliwa na Recho Chacha. Akizungumza jijini Dar es Salaam Juni 3 wakati wa ziara yake kwa waagizaji wa mbolea nchini kwa lengo la kukagua hali ya uagizaji na usambazaji wa mbolea, Chongolo amewataka wakulima kwa watulivu wanapojiandaa kwa msimu mpya wa kilimo, akisisitiza kuwa mbolea inapatikana kwa kiwango cha kutosha. Ameongeza kwamba serikali itaendelea kutoa ruzuku ya mbolea ili kupunguza gharama kwa wakulima na kuongeza tija katika uzalishaji. Tutazungumza, tutabeba yote na nini, lakini mwishowe mkulima apate pembejeo, na uhakika tumeshauonyesha kwamba hapa huyu ni mwagizaji mmoja. Tuna waagizaji zaidi ya 17, 18 ambao wanaagiza nchini, ambako kote tukienda tutaona stock ambazo wanazo, kuonyesha kwamba kwa uhakika kabisa mbolea ipo nchini. Kwa upande wake, Joel Laurent, mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Fertilizer Regulatory Authority TFRA, amesema mamlaka hiyo itaendelea kusimamia upatikanaji wa mbolea za aina zote nchini na kubainisha kwamba kwa sasa Tanzania ina hifadhi ya takriban tani 180,000 za mbolea, kiwango ambacho kinatarajiwa kukidhi mahitaji ya wakulima katika msimu ujao. Msimu unaoelekea kuisha, lakini mbolea zipo, mbolea za kupandia, mbolea za kukuzia na hata mbolea za kuzalishia. Tunajua kuna wakulima ambao bado wana skimu za umwagiliaji, kwa hiyo wanahitaji mbolea kwa karibu misimu yote. Mbolea zilizopo nchini ni karibu tani 180,000, na kama mlivyosikia wenzetu wa ATG na wengine, mpango wa kuagiza mbolea kwa mwezi huu tu ni karibu tani 68,000. Lakini kwa mpango wa miezi mitatu tuna kuanzia Julai mpaka Septemba tuna mpango kwa kuingiza nchini tani karibu 320,000. Awali, baadhi ya wawakilishi wa kampuni zinazojihusisha na uagizaji wa mbolea wameeleza mipango yao ya kuhakikisha kunakuwa na usambazaji wa kutosha wa mbolea katika kipindi chote cha msimu wa kilimo, hatua inayolenga kuondoa upungufu wa pembejeo muhimu kwa wakulima. Tumejidhatiti, tunazo mbolea za kutosha kwa sasa hivi, kama nilivyosema, sio chini ya tani 26,000 ziko nchini, lakini pia tuna mpango wa kuingiza mbolea kuanzia mwezi wa 7, wa 8 kwa ajili ya kujiandaa na msimu mkubwa ambao mara nyingi unaanza mwezi wa 9, wa 10 kwenda mbele. Tuna mbolea za aina zote kwa mazao ya aina yote kwa kadiri mkulima anavyohitaji. Kwa wale tunazozalisha ndani, mkulima mwenyewe anaweza akaja na mahitaji yake na tukamtengenezea kulingana na mahitaji halisi anayoyahitaji. Hapa tuna aina 3 za mbolea, tuna zinki, tuna TSP, lakini pia tuna dapo. Zinki tumepokea tani 12,000, lakini TSP hapa tuna tani 15,000 mpaka sasa hivi. DAP tuna tani 20,000. Tunaendelea kupeleka mikoani, mkoa kama Njombe, Mlowo. Mlowo ni Songwe. Ndio.
Tanzania na Malaysia zimeanza hatua mpya kuimarisha ushirikiano katika sekta ya elimu ya juu baada ya viongozi wa elimu na wawakilishi wa vyuo vikuu kutoka Malaysia kuwasili nchini kwa mazungumzo na wadau wa elimu wa Tanzania. Mwandishi wetu Helen Manyango ametuandalia taarifa ifuatayo. Mkutano huo uliofanyika katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam unalenga kujadili fursa za ushirikiano katika tafiti, ubadilishanaji wa wanafunzi na wahadhiri pamoja na maendeleo ya teknolojia na ubunifu, ambapo naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Daniel Mushi amesema ujio wa ujumbe huo unaendana na mkakati wa serikali wa kuifanya elimu ya Tanzania kuwa ya kimataifa na kwamba Tanzania inaendelea kuandaa vijana wake kushindana katika soko la ajira la dunia kupitia uwekezaji katika sayansi, teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika katika uchumi wa maarifa. Kuja kwao kunaendana sambamba kabisa sawia na dhana au mkakati wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Jenerali Daktari Samia Suluhu Hassan wa kumataifaisha elimu yetu ya Tanzania. Tumekuwa tukiandaa vijana wa Kitanzania, serikali inaandaa vijana wa Kitanzania, tumewaweka pale Nelson Mandela kwa maana kwenye kambi ya mafunzo ili waweze kuwa na ujuzi wa kuweza kushindana kimataifa zaidi. Naye naibu mkurugenzi mtendaji wa Education Malaysia Global Services EMGS, Esther Low, amesema Malaysia ipo tayari kupokea wanafunzi zaidi kutoka Tanzania kwa kuwa nchi hiyo ina vyuo vikuu vyenye ubora wa kimataifa na gharama nafuu za masomo, na amesema ushirikiano huo utafungua fursa mpya kwa Watanzania kupata elimu ya juu yenye ushindani wa kimataifa. So Malaysia is a regional hubs for higher educations, for research, innovations, and students, lecturers exchange, many things. And Malaysia is a very affordable and quality higher education. We hope that we provide you a very different experience. Kwa upande wake, mkurugenzi wa elimu ya juu nchini Profesa Steven Oswald Maluka amesema majadiliano hayo yanahusisha ushirikiano katika tafiti za pamoja, kubadilishana wahadhiri na wanafunzi, pamoja na kupata ufadhili wa masomo kutoka vyuo vikuu vya Malaysia. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa Global Education Link Abdulmalik Molel amesema maonyesho ya vyuo vikuu vya Malaysia yatakayofanyika katika hoteli ya Serena yatatoa fursa kwa Watanzania kupata taarifa za masomo, ufadhili na ushirikiano wa kielimu unaolenga kuandaa wahitimu wenye uwezo wa kushindana katika soko la ajira la kimataifa. Tunachokitaka kwao katika ushirikiano huu ni kuhakikisha vijana wanaograduate katika level ya elimu ya juu wawe ni vijana walioandaliwa na wenye kukidhi soko la kidunia, either kwenye opportunity ama kwenye ajira ama kwenye ukuzaji wa mitaji, lakini ni vijana ambao watakuwa na confidence na wasiokuwa na woga katika kugrab fursa mbalimbali duniani. Kwa sisi pamoja, serikali na sisi private sector, tunaamini internationalization. Katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani iliyoandaliwa na bodi ya maji bonde la Wami hadi Ruvu, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saad Mtambule amewataka wananchi kuzingatia sheria na kanuni za utunzaji wa mazingira, ikiwemo kuepukana na uchimbaji mchanga holela na utupaji taka hovyo ili mazingira yawe safi na salama kwa viumbe hai. Mrisho Mapeo anatuarifu zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya mbio za pole yani jogging zilizofanyika eneo la Boko Chama, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saad Mtambule amewataka wananchi kuimarisha utunzaji wa mazingira ili yawe rafiki kwa maisha ya viumbe hai. Amesema moja ya changamoto ni uchimbaji holela wa mchanga, kwani ni chanzo cha uharibifu wa mazingira na kuharibu kingo za mito. Chanzo pia kikubwa cha uharibifu wa mazingira katika wilaya ya Kinondoni ni wa uchimbaji mchanga holela. Tunatakiwa tuchimbe mchanga au tuondoshe mchanga kwenye maeneo ambayo tumeruhusiwa na tumepewa maelekezo na kile kikosi kazi. Lakini tumeona baadhi ya vijana ambao pengine kutoelewa umuhimu wa mazingira, kutoelewa pengine taratibu za uhifadhi na utunzaji wa mazingira, wanaenda wanachimba michanga kwenye maeneo ambayo hayajaruhusiwa na hivyo kuleta madhara makubwa. Kipindi cha mvua kilichoisha hichi, tumeona kuna baadhi ya maeneo ambayo mwaka 2025-24 na kurudi nyuma yalikuwa ni maeneo mazuri na hayana shida na ni salama kabisa kwa watoto, watu wazima na majengo ambayo yapo pembeni ya mito hiyo.
Aidha, Mtambule amewataka wananchi kujiepusha na utupaji taka hovyo ili kuepukana na maradhi yatokanayo na utupaji taka. Pia amehimiza upandaji wa miti na utunzaji wa miti, kwani vitendo vya uharibifu wa mazingira vina mchango katika kusababisha changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Isiwe ajenda ya Wizara ya Maji peke yake, isiwe ajenda ya wizara yetu ile ya Muungano na Mazingira pale chini ya ofisi ya Makamu wa Rais, isiwe ajenda ya Mheshimiwa Rais peke yake, bali iwe ajenda ya sisi sote wana Kinondoni kwa umoja wetu, kwa sababu hayupo hata mmoja hajaguswa, hajaathirika na mabadiliko ya tabia nchi na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mimi nitoe wito sana, swala la uhifadhi wa mazingira lisiwe jambo la mtu mmoja, ni la sisi sote. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, Diana Kimbute, amesema taasisi hiyo imekuwa ikihimiza jamii kuzingatia sheria na kanuni za utunzaji wa mazingira, ikiwemo kutofanya shughuli za kibinadamu kwenye hifadhi za mito. Kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, kuhakikisha kwamba mazingira yetu hayaharibiwi, mabonde hayavamiwi na hatuvamii maeneo kinyume na utaratibu. Tufanye kazi sehemu ambayo tumeruhusiwa, sehemu ambayo tutaratibiwa, ili mazingira yetu yaweze kutunzwa na yaweze kuwa endelevu. Niwakaribishe sana bodi ya maji bonde la Wami Ruvu. Sisi tuko tayari kushirikiana na wadau wowote katika utunzaji wa rasilimali za maji na mazingira kwa ujumla. Naye naibu katibu mkuu wa chama cha wasafisha mito Dar es Salaam, Venance Elias, amesema wachimbaji mchanga wamekuwa wakizingatia sheria na kanuni zote za utunzaji wa mazingira, na ameeleza baadhi ya changamoto zinazowakabili. Kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani hufanyika Juni 5 ya kila mwaka, na kwa mwaka huu maadhimisho hayo nchini Tanzania yamebeba kauli mbiu isemayo Dira 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Kuelekea kuanza kwa miradi ya mkakati wa Liganga na Mchuchuma ambayo ipo katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2020 hadi mwaka 2050, wawekezaji wazao wameona fursa na kuanza kuwekeza viwanda vinavyoendana na mahitaji ya wananchi katika moja ya eneo ambalo limetengwa la kongani ya viwanda lililopo katika kijiji cha Mkiu, kata ya Lubonde, halmashauri ya wilaya Ludewa, mkoani Njombe, ambapo kiwanda cha kutengeneza mabomba ya maji kimeanza kuwanufaisha wananchi. Taarifa zaidi na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Wananchi wa halmashauri ya wilaya Ludewa mkoani Njombe, ambao shughuli yao kubwa ni kilimo, hususani kilimo cha umwagiliaji kinachofanywa misimu yote, wamemshukuru mwekezaji mzawa ambaye amefungua kiwanda cha kutengeneza mabomba ambayo ni rafiki kwa wakulima kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Kimetupa fursa kubwa sana, kwa sababu vijana tumejipatia ajira, tumepata fursa, na tulikuwa tuna kazi ya kufanya hapa, kwa tumejipatia fursa na imetuletea faida kubwa sana, kwa sababu tulikuwa tunapata kazi kubwa kusafirisha mipira kutoka mjini, tunapata gharama, tunanunua kwa gharama kubwa, lakini baada ya kiwanda kutokea hapa kidogo imetuletea fursa imeshusha sana, kwa sababu sasa hizi hata ukipita pale mjini huoni makopo wala matakataka na zagazaga. Tunaomba kila mmoja ambaye ameona uzuri wa kiwanda hiki aweze kumuunga mkono na kumtia moyo na aweze kuwasaidia watu wengi zaidi. Na hapa tumepewa ajira mbalimbali ambazo zitawasaidia wananchi faika na mradi, kwa sababu mara ya kwanza tulikuwa tunafuata malighafi mpaka Njombe, lakini sasa hivi tunapata malighafi hapa kwa bei nafuu. Kutokana na hali hiyo, kituo hiki kimezungumza na Maria Michael Lameki, kiongozi katika kampuni ya Mark Investment ambayo inazalisha mabomba kwa ajili ya kilimo na shughuli zingine za umwagiliaji kwa kutumia taka ngumu kama plastic, ambapo amesema uwekezaji huo umelenga kuinua uchumi wa wananchi wa kawaida, pia kusaidia utunzaji wa mazingira na kutoa ajira kwa vijana wanaokota makopo na plastiki mkoani Njombe, kwa kuwa hizo ni moja ya malighafi zinazotumika kiwandani hapo. Huku makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Ludewa Edgar Mtitu akisema wawekezaji hao wazawa watalindwa kwa wivu mkubwa. Kwa Njombe ni mahususi kwa ajili kwenye shughuli za kilimo, hasa kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo pale ambapo mvua zinakuwa zimekoma, tunakuwa tunatumia hii mipira ambayo kampuni yetu imeanzisha kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kilimo.
hasa kwenye shughuli za uzalishaji wa viazi na maharage, mahindi na shughuli nyingine ambazo zinahusiana na hili. Na pia kampuni yetu inarahisisha sana kwa sababu inatumia material au malighafi ambazo zipo humu kwenye mazingira yetu, hasa plastiki. Ikumbuke kwamba kwenye hili eneo ambalo kiwanda hiki kimejengwa ni sehemu ya zile kongani za viwanda kwenye wilaya yetu ya Ludewa. Kwa hiyo mzao ameanza. Sisi kazi yetu tunataka kumuunga mkono. Sisi kama viongozi kwa nafasi zetu tutasimama na Michael kuhakikisha basi yakutana na zile changamoto ambazo hazina ulazima, kwa sababu huko utamaduni ambao Mtanzania akianzisha jambo lake, sisi wenyewe wa Tanzania tunakuwa wa kwanza kwenda kuning'inia kwenye miguu yake na kumshusha chini. Jambo hilo sisi tutakubaliana nalo. Itakumbukwa halmashauri ya wilaya ya Ludewa ndio sehemu yenye aina nyingi zaidi ya madini ukiachana na liganga na mchuchuma, makaa ya mawe. Pia hivi karibuni katika kijiji cha Mkiu ambacho mwekezaji huyu amejenga kiwanda cha kuzalisha mabomba, yamegundulika madini ya rare earth element, madini ambayo hutumika kutengeneza magari ya umeme, simu za kisasa, mitambo ya upepo pamoja na teknolojia ya nishati safi. Hivyo wawekezaji wametakiwa kuendelea kutumia fursa za uwekezaji ili kuwanufaisha wananchi. Kutoka hapa Mkiu, wilayani Ludewa, mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha sekta ya nishati na matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma kwa wananchi ili kuhakikisha huduma za umeme zinapatikana kwa uhakika, ufanisi na kwa urahisi zaidi. Kwa taarifa tuungane naye Goodluck Msola. Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini Sefu Kombo Pandu amesema hayo wakati wa uzinduzi wa ushirikiano kati ya Shirika la Umeme Zanzibar ZECO na Airtel Money kwa kutoa huduma ya kidijitali ya ununuzi wa umeme kupitia mfumo wa Tukuza. Amesema kuwa ushirikiano huo unaunga mkono juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuimarisha matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma za umeme, huku ikiwarahisishia wananchi kununua umeme wakati wowote na mahali popote kupitia simu zao za mkononi. Serikali inalenga kuimarisha usalama wa nishati, kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza uwezo wa uzalishaji wa ndani. Ushirikiano tunaozindua leo kati ya ZECO na Airtel Money ni hatua ya kujenga Zanzibar ya kisasa. Zanzibar inatumia teknolojia kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi na ustawi wa watu. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ninawapongeza ZECO na Airtel Tanzania tena kwa hatua hii muhimu na kuwahimiza kuendelea kuleta ubunifu wa huduma zaidi zitakazohakikishia maisha ya watu wa Zanzibar. Upande wake, mkurugenzi wa Airtel Money Tanzania Endo Rugamba amesema kuwa Airtel itaendelea kutanua wigo wa uwekezaji katika visiwa vya Zanzibar, ikiwa ni pamoja na kuboresha huduma za mawasiliano na interneti ili kuendelea kuwafanya wakazi wa Zanzibar kunufaika na huduma za mawasiliano pamoja na zile za kidijitali nchini. Tutaongeza kuinvest Zanzibar na Pemba. Kikubwa kwa kusema tuko pamoja, Airtel na Zanzibar, Airtel na PBZ, Airtel na ZECO, muendelee kununua Tukuza kusaidia maisha. Naye meneja mipango kutoka Shirika la Umeme Zanzibar ZECO, Aisha Makame, amesema kuwa ushirikiano baina ya Airtel na ZECO umekuja muda mwafaka, hasa ikizingatiwa kuwa wananchi wa Zanzibar wamekuwa na uhitaji mkubwa wa huduma ya malipo na manunuzi ya umeme kupitia njia rahisi za kidijitali. Sisi kama ZECO, hii inatupa uhakika kwamba ushirikiano kati ya Airtel Money na ZECO umekuja wakati mwafaka, kwani mawakala wa Airtel Money waliopo kila mahali wamewezeshwa kuwa na fedha ili kuweza kuwahudumia wateja kila wakati. Hivyo basi, mwananchi ataweza kupata fedha kwenye simu yake akiwa popote kwa urahisi na kuweza kununua Tukuza bila vikwazo. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda ametoa wito kwa benki ya CRDB kuendelea kuboresha huduma zake kwa kuongeza idadi ya mawakala ili kuwafikia wananchi wengi zaidi kutokana na mkoa huo kuwa wa kimkakati na kuwa na idadi kubwa ya watu. Emmanuel Mesha kutoka Mwanza na tuarifu zaidi. Mtanda ameyasema hayo wakati wa uzinduzi wa kampeni ya bonge la wakala uliofanyika jijini Mwanza, inayoendeshwa na benki hiyo kwa lengo la kuboresha huduma kwa mawakala na wateja. Hata ukiangalia mawakala wa mkoa wa Mwanza ni tofauti na mawakala kwa idadi.
na mikoa mingine. Kwa nini? Kwa sababu ya uchumi mkubwa hapa Mwanza, lakini pia kwa sababu ya idadi kubwa ya watu. Mwanza ina watu 3.6 milioni. Kwa hiyo tunategemea pia hata idadi ya mawakala itakuwa ni kubwa, kwa sababu huduma hii ni muhimu kuwafikia Watanzania wa Mwanza 3.6 milioni. Na tuseme ukweli kabisa, sasa hivi asilimia kubwa ya wananchi wanafanya transaction zao kupitia mawakala. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha biashara benki ya CRDB Boma la Bala ameeleza lengo kubwa la benki hiyo kuanzisha kampeni ambapo ni kuwarahisishia wananchi kupata huduma kwa ajili ya maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Kupitia kampeni hii ambayo ni muhimu sana kwetu, tunaenda kuwafungulia dunia na kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata nafasi ya kuweza kuhudumiwa kwa maeneo ya ukaribu zaidi. Kwa hiyo leo hii benki ya CRDB kupitia wakala unaenda kuonyesha ndio njia sahihi ya kuweza kufanikisha kufanya miamala yako kwa ukaribu zaidi. Aidha, Boma amesema kuwa katika kampeni hiyo kutakuwa na fursa za zawadi mbalimbali kwa wateja wao, zikiwemo simu, friji na pesa taslim. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanayosaidia watoto yanatakiwa kuwezesha familia ujuzi utakaoongeza kipato ili kuchochea maendeleo endelevu katika ngazi za kaya. Hazla Umari anatuarifu zaidi kutoka Arusha. Haya yamebainishwa na msajili wa vyama vya kiraia Emmanuel Kihampa wakati wa ziara yake ya kuangalia shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na shirika la Compassion Tanzania kupitia kanisa wilayani Monduli mkoani Arusha, ambapo mkurugenzi wa shirika hilo Mary Lema anasisitiza vijana walioshikwa mkono na wao kurejesha kwa jamii. Kuinua mtoto kutoka kwenye umasikini kwamba ni jambo linalotakiwa kwenda sambamba na kuwainua wazazi, kwa sababu unaweza ukamsaidia mtoto alafu mzazi unamwacha pale pale alipo, atapata mtoto mwingine, je, atapitia katika magumu yale yale ambayo yule mtoto aliyapata. Lakini ukimuinua mtoto pamoja na mzazi kwa kumpatia nyenzo na ujuzi utakaomtoa kwenye umaskini, manake tunaanza kuchochea maendeleo katika jamii zetu na tunatengeneza uendelevu wa miradi hii. Kwa hiyo niendelee kupongeza na kuhamasisha jitihada hizi za kuwainua na kuwezesha watoto, lakini pia wazazi ziendelee. Tumeona wale vijana alumni wakiwemo waliosimama hapa, waliofanya kazi ya ujenzi, wale madarasa yote hayo, wameonyesha utayari wao wa kuwahudumia watoto hao, wa kufanya jambo kwa ajili ya watoto hawa. Na niseme kwamba ni wito wangu kwamba sisi wengine, makanisa mengine, tuendelee kuhamasisha hawa vijana ambao ni alumni ku give back, kufanya jambo kwa ajili ya hizi jamii, na ni baraka pia kwao. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, Dr. Godson Mollel anaeleza mchango wa kanisa katika maendeleo, huku mwenyekiti wa cluster ya Monduli Mchungaji Ezekiel Migiro akitaja mafanikio walioyafikia katika kumhudumia mtoto. Binti wa kwanza kuelimishwa kusoma na kuandika alitokea pale Iboru. Alijua kusoma na kuandika mwaka 1910. Wakati huo hata serikali haijawaza wala hata haijazaliwa, lakini kanisa liliendelea kumwelimisha mwanadamu. Katika vitabu vya historia kwamba kanisa lilimtunza mwanadamu kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Kupitia huduma hii, makanisa haya yameendelea kuwahudumia watoto na vijana katika nyanja za kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Na tangu kuanzishwa kwake kwa huduma hii katika klasa ya Monduli, jumla ya watoto na vijana 3711 wamehudumiwa. Nao baadhi ya watoto na wazazi waliowezeshwa na shirika la Compassion Tanzania wanaeleza hatua za maendeleo walizopiga. Kwanza tunapata elimu ya malezi kwa mtoto, tunapata elimu ya afya, tunapata elimu ya ulinzi wa mtoto, ili mtoto jinsi gani tuangalie jinsi gani tutamlinda, yani mpaka pale atakapofikia hatua ya kujitegemea. Kwa hiyo hizo ni fursa ambazo kwa sisi kama wazazi tunazipata katika kituo hiki.
hatukuwa na uwezo wa kupata hata nguo za shule, hatukuwa na uwezo hata kupata madaftari, hata begi, hata kiatu. Tulikuwa tunavaa viatu tunaita masendeu, na wakati mwingine hata hiyo masendeu hauna hata nyumbani. Lakini tulivishwa viatu, tukavalishwa nguo za shule, madaftari, mabegi. Kwa hiyo mambo yakawa vizuri, tukaendelea na shule. Mimi ni mwalimu wa economics, mwalimu wa uchumi pamoja na jiografia. Shirika la Water for Good limekabidhi miundombinu mipya ya usafi wa mazingira katika shule ya msingi Masekelo na zahanati ya Sambigu zilizopo katika kata ya Bukene, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga. Miundombinu hiyo inatarajiwa kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama pamoja na kuimarisha afya na mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano hayo, mkurugenzi wa shirika la Water for Good Levocatus Kamala amesema kupitia mradi huo shirika limefanikiwa kujenga vyoo 22 katika shule mbalimbali zenye jumla ya matundu 93 vinavyowanufaisha zaidi ya wanafunzi 600 tangu mwaka 2021 hadi sasa. Ni matumaini yetu kuwa miundombinu hii itawapatia wanafunzi huduma ya maji safi na salama, kuimarisha afya bora shuleni, kuongeza mahudhurio ya shule na kuchochea matokeo bora ya elimu. Kwa upande wake, mhandisi wa shirika la Water for Good Rafael Luasa amesema katika shule ya msingi Masekelo wamejenga jengo la vyoo vya wasichana lenye matundu 8 na wavulana lenye matundu 7 ambapo utekelezaji wake umegharimu jumla ya shilingi milioni 32. Sasa mradi umefanikiwa kutekeleza yafuatayo: shule ya msingi Masekelo, jengo la vyoo vya wasichana lenye vyumba 8 ikiwemo chumba cha wanafunzi wenye ulemavu na chumba cha kujihifadhia kwa zaidi ya wanafunzi 211 wa kike. Pia kuna jengo la vyoo vya wavulana lenye matundu 7 ikiwemo chumba pia cha wanafunzi wenye ulemavu na sehemu ya haja ndogo. Hii ni kwa mujibu wa mwongozo wa serikali wa School Wash House Wash. Pia kituo cha maji chenye koki 12 kwa ajili ya wanafunzi wote wa shule ya msingi Masekelo. Akikabidhiwa rasmi miundombinu hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita, katibu tawala mkoa huo CPA Salumu Hamduni amesema mradi huo utaongeza upatikanaji wa huduma bora za usafi wa mazingira kwa wanafunzi, kuboresha afya zao na kuongeza mahudhurio shuleni. Na mradi huu utasaidia na utawapatia wanafunzi huduma safi na salama ya choo. Tunaamini utaimarisha afya hapa shuleni, utaongeza mahudhurio, na tunaamini kupitia mradi huu wa uboreshaji wa mazingira, basi wanafunzi wetu wanaweza kujifunza vizuri na utachochea matokeo. Naye afisa elimu mkoa wa Shinyanga Samson Hango amesema ongezeko la matundu ya vyoo hususan kwa wanafunzi wa kike litasaidia kuboresha mazingira ya kujifunzia na kuongeza ufaulu wa wanafunzi katika shule hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya miundombinu ambayo ni changamoto katika mkoa wa Shinyanga na hususan kwa wasichana ni matundu ya vyoo. Kwangu mimi nafurahia kwa sababu itaboresha hali ya ujifunzaji katika kijiji cha Masekelo katika wilaya ya Shinyanga DC na katika mkoa wetu wa Shinyanga. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi Masekelo Flora Shitengwa amesema kabla ya ujenzi wa miundombinu hiyo wanafunzi walikabiliwa na changamoto ya uhaba wa maji pamoja na vyoo chakavu, hali iliyowalazimu baadhi yao kurudi nyumbani kujisaidia na hivyo kuchelewa kuhudhuria vipindi darasani. Awali hali ilikuwa ngumu kwa sababu hapakuwa na maji na vyoo vilikuwa ni vibovu sana. Watoto wengine walikuwa wanaweza kutoroka na kwenda kujisaidia majumbani. Hapo tulikuwa wanaweza kupoteza vipindi kwa muda wanaoenda nyumbani kwa ajili ya
kupata huduma ya choo. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari.